Tukiendelea ni kwamba hatima ya wanafunzi 9 wanaohusishwa na mkasa wa moto katika shule ya upili ya wasichana ya Utumishi itajulikana hapo kesho. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu ombi la upande wa mashtaka la kuwazuilia kwa siku 30 ili kuruhusu uchunguzi zaidi kufanyika kuhusu kisa hicho kilichosababisha vifo vya wanafunzi 16. Wanafunzi hao 9 walifikishwa katika mahakama ya Naivasha na wanatarajiwa kushtakiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo kuchoma mali na mauaji. Usalama uliimarishwa katika mahakama ya Naivasha, kaunti ya Nakuru, wakati wanafunzi 9 wanaohusishwa na tukio la uteketezaji bweni katika shule ya upili ya wasichana ya Utumishi walipofikishwa mahakamani. Nyuso za washukiwa hao zilifichwa wakati wa kusikilizwa kwa kesi. Upande wa mashtaka uliomba mahakama iwazuilie kwa siku 30 ili wachunguzi waweze kupata muda wa kukamilisha uchunguzi. Aidha, upande huu ulidai kuwa kuachilia washukiwa hao kwa sasa kunaweza kuhatarisha usalama wao kutokana na hasira ya umma kuhusu tukio hilo. Hata hivyo, mawakili wao walipinga ombi hilo, wakisema hakuna msingi wa kuwazuilia kwani hawajashtakiwa rasmi. There is only one issue that should engage the mind of the court as to whether a suspect should be released on bond or not. We submit that the prosecution has not established a compelling reason. Does the prosecution try to tell you that these children, if you release them, they are going to those separate homes, look for the other children, convince them not to come and testify against them? It's ridiculous. Wanafunzi hao wataendelea kuzuiliwa hadi kesho alasiri, ambapo mahakama itatoa uamuzi wa iwapo wataendelea kuzuiliwa au wataachiliwa kwa dhamana. So that now I'll deliver ruling at 2 p.m. tomorrow. 2 p.m.